mstari wa mashambulizi ya IFCM 23 huko Lunyasenge na wimbi la wakimbizi Kasindi. Habari hii inahusu matukio ya hivi karibuni katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo kumekuwa na ongezeko la mapigano yanayohusisha kundi linalojiita Alliance Fleuve Congo AFC linaloshirikiana na waasi wa M23. Moja ya mashambulizi Lunyasenge. Kundi la IFCM 23 limeripotiwa kufanya mashambulizi katika eneo la Lunyasenge. Maeneo ya vijijini kama Lunyasenge mara nyingi huwa rahisi kushambuliwa na makundi yenye silaha kutokana na uwepo mdogo wa vikosi vya usalama au kuwa mbali na vituo vikuu vya kijeshi. Mashambulizi haya kwa kawaida husababisha hofu kubwa miongoni mwa raia, uharibifu wa mali, majeraha na wakati mwingine vifo. Lengo la mashambulizi kama haya linaweza kuwa kudhibiti eneo, kupora rasilimali au kuonyesha nguvu dhidi ya serikali au makundi mengine pinzani. 2. Watu kuyahama makazi yao. Kutokana na ukosefu wa usalama unaosababishwa na mashambulizi hayo, wakazi wa Lunyasenge na maeneo jirani wamelazimika kukimbia makazi yao ili kuokoa maisha yao. Hii ni hali ya kawaida katika maeneo yenye migogoro ambapo raia ndio waathirika wakuu. Watu hawa wanakuwa wakimbizi wa ndani, IDPs, internally displaced persons, wakitafuta hifadhi katika maeneo wanayoona ni salama zaidi. 3. Kasindi kupokea wakimbizi. Mstari wa Kasindi, ambao uko karibu na mpaka wa Uganda na ni kituo muhimu cha biashara, umeanza kupokea watu waliokimbia kutoka Lunyasenge. Hili linaelezwa kama wimbi la kwanza, ikimaanisha kuwa idadi ya wakimbizi inaweza kuongezeka kadri hali inavyoendelea au kama mapigano yatasambaa zaidi. Kuwasili kwa wakimbizi hawa kunaweka shinikizo kubwa kwa mji wa Kasindi. Mahitaji ya haraka kwa watu hawa ni pamoja na mstari wa malazi, wanahitaji mahali salama pa kujihifadhi. Chakula na maji, mahitaji muhimu kwa uhai. Huduma za afya, mstari wa wengi wanaweza kuwa wamejeruhiwa, wagonjwa au wana mahitaji maalum ya kiafya. Pia kuna hatari ya milipuko ya magonjwa katika makazi ya muda. Usalama, hata katika maeneo wanayokimbilia, usalama wao unaweza kuwa bado hatarini. Msaada wa kisaikolojia. Msaada wa kisaikolojia, matukio ya vita na kukimbia makazi husababisha kiwewe kikubwa. 4. Muktadha mpana. Mstari wa mashambulizi haya ni sehemu ya mgogoro mpana unaoendelea katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri. Kundi la M23 likisaidiwa na Rwanda, kulingana na ripoti za UN na mataifa mbalimbali, japo Rwanda inakanusha, limekuwa likipigana na jeshi la DRC, FARDC na washirika wake kama vile vikosi vya SADC na makundi ya wazalendo. Kuibuka kwa muungano wa AFC unaodaiwa kujumuisha M23 na makundi mengine kunaweza kuashiria awamu mpya au kupanuka kwa mzozo huo. Hali hii inazidisha mgogoro wa kibinadamu ambao tayari ni mbaya. Kwa muhtasari, mashambulizi ya AFCM 23 huko Lunyasenge yamesababisha wimbi jipya la watu kuhama makazi yao na kuongeza mzigo kwa mji wa Kasindi ambao unahitaji rasilimali za ziada kukabiliana na mahitaji ya dharura ya wakimbizi hawa. Hali hii inasisitiza haja ya juhudi za kutafuta suluhu la kudumu kwa mzozo katika mashariki mwa DRC na kuimarisha ulinzi wa raia. Kwa kirefu, kichwa hicho cha habari kinamaanisha yafuatayo. Muktadha: vita vya mashariki. Hii inarejelea mzozo wa muda mrefu na mgumu unaoendelea katika majimbo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, hasa Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na Ituri. Mzozo huu unahusisha makundi mengi yenye silaha ya ndani na wakati mwingine yanayodaiwa kuungwa mkono na nchi jirani, jeshi la Kongo FARDC, na umeleta madhara makubwa ya kibinadamu, ikiwa ni pamoja na mamilioni ya wakimbizi wa ndani, vifo vingi na ukosefu mkubwa wa utulivu. Gharama za kuendesha operesheni za kijeshi na kushughulikia mgogoro huu wa kibinadamu ni kubwa mno kwa serikali ya DRC. Kitendo: Felix Tshisekedi, huyu ni rais wa sasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama kiongozi mkuu wa nchi ana jukumu la kusimamia usalama wa taifa na matumizi ya rasilimali za umma. Atoa wito wa kurejeshwa kwa fedha za umma. Mstari wa hii inamaanisha kuwa Rais Tshisekedi anatoa tamko au agizo la kutaka fedha ambazo ni mali ya serikali umma, lakini zimechukuliwa isivyo halali, kwa mfano kupitia ufisadi, ubadhirifu au wizi, zirudishwe kwenye hazina ya serikali. Uhusiano na umuhimu. Wito huu wa Rais Tshisekedi unaunganisha moja kwa moja suala la usimamizi wa fedha za umma na changamoto kubwa ya vita mashariki mwa nchi. Inadokeza kuwa huenda kuna kiasi kikubwa cha fedha za serikali ambacho kimepotea au kuibwa, na fedha hizi zingeweza kutumika kufadhili juhudi za kijeshi dhidi ya makundi yenye silaha, kutoa msaada wa kibinadamu kwa waathirika wa vita, au kuwekeza katika miradi ya maendeleo ili kushughulikia mizizi ya migogoro. Inaweza kuwa ni sehemu ya mkakati mpana wa kupambana na ufisadi ndani ya serikali na jeshi,
ambao mara nyingi unatajwa kama moja ya sababu zinazochangia kudhoofisha uwezo wa serikali kumaliza mzozo huo. Wito huu unaweza kuwa unalenga kuimarisha uwajibikaji na uwazi katika matumizi ya rasilimali za taifa, hasa katika kipindi hiki ambacho rasilimali zinahitajika sana kwa ajili ya ulinzi na usalama. Kwa muhtasari, Rais wa DRC Felix Tshisekedi anakabiliwa na gharama kubwa na changamoto kubwa za vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi yake. Anatoa wito rasmi kwamba fedha za serikali ambazo zilipotea kutokana na ufisadi au ubadhirifu zirudishwe, akionyesha kuwa anataka fedha hizo zitumike kwa manufaa ya umma, ikiwezekana kusaidia katika kukabiliana na mzozo huo wa mashariki. Kwa ufafanuzi zaidi, hali katika eneo la Pinga, wilaya ya Walikale, Kivu Kaskazini, ni mbaya sana kwa mamia ya familia ambazo zimerejea hivi karibuni. Familia hizi zilikuwa zimelazimika kukimbia makazi yao na kuishi kama wakimbizi wa ndani kwa muda wa miezi 7, huenda kutokana na mapigano au ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Walipofanikiwa kurejea nyumbani, walikuta hali ngumu zaidi. Moja, kupoteza mali wakati wakiwa wamekimbia. Walipoteza karibu kila kitu walichokuwa nacho. Hii inajumuisha nyumba zao ambazo huenda ziliharibiwa au kuchomwa moto, akiba ya chakula, mifugo, zana za kilimo na mali nyingine za nyumbani. 2, ukosefu wa mahitaji ya msingi. Kwa sababu ya kupoteza kila kitu, familia hizi sasa zinakabiliwa na uhaba mkubwa wa mahitaji muhimu kama vile chakula. Hawana chakula cha kutosha na huenda wakakabiliwa na njaa kali au utapiamlo, hasa watoto na wazee. Malazi, wengi hawana mahali pa kuishi pazuri. Wanaweza kuwa wanaishi katika makazi ya muda yasiyo imara au na ndugu na jamaa katika hali ya msongamano. Maji safi na usafi msari. Upatikanaji wa maji safi na salama ya kunywa pamoja na vyoo bora unaweza kuwa mgumu, jambo linaloongeza hatari ya magonjwa ya mlipuko kama kipindupindu. Huduma za afya ndogo zimesimama au kuharibika kabisa. Hawana mbegu za kupanda, zana au mtaji wa kuanza upya. 4, athari za kisaikolojia. Kupitia kipindi kigumu cha kukimbia makazi, kuishi katika mazingira magumu na kurejea kwenye uharibifu kunaweza kusababisha msongo wa mawazo na majeraha ya kisaikolojia kwa watu wazima na watoto. Kwa hivyo, ingawa wamerejea katika maeneo yao ya asili, maisha yao bado yako hatarini sana. Tete, wanahitaji msaada wa dharura wa kibinadamu unaojumuisha chakula, malazi, huduma za afya, maji safi na msaada wa kujenga upya maisha yao ili kuepuka janga kubwa zaidi la kibinadamu.